Kuna uvumi kwamba Donald Trump akiendelea kulemewa na vita dhidi ya Iran, Marekani inaweza kutumia bomu la nyuklia nchini humo. Hebu tuchukulie kwamba jambo hili likitokea na Marekani ikatumia bomu la nyuklia lenye nguvu sawa na lile lililoangushwa Japan katika miji ya Hiroshima na Nagasaki, sasa litumike Tehran. Nini kitatokea? Kwanza, mara tu bomu la nyuklia la kilotani 15 litakapolipuka, mwanga mkali utatokea ambapo unaweza kuwapofua watu walio umbali wa kilomita 30 hadi 35 kwa sekunde chache tu. Bomu la nyuklia litakapolipuka, binadamu na viumbe hai vyote vilioko ndani ya eneo la kilomita 1 vitageuka kuwa mvuke na kuteketea kwa moto mkali. Majengo yote yataharibiwa na idadi ya vifo itakuwa 100%, yani hakuna atakayepona katika eneo hilo. Katika eneo la kilomita 1 hadi 3, idadi ya vifo itakuwa takriban 70% hadi 80%. Katika eneo la kilomita 3 hadi 5, maelfu ya watu watajeruhiwa vibaya na maeneo mengi yatashika moto. Katika eneo la kilomita 5 hadi 8, madirisha ya majengo yote yatavunjika na watu wengi kujeruhiwa. Wakati huo huo, mionzi ya nyuklia katika eneo la takriban kilomita 20 itasababisha mvua ya sumu ambayo itaathiri idadi kubwa ya watu. Kwa sasa idadi ya watu Tehran ni takriban milioni 10. Ikiwa Marekani itatumia bomu la nyuklia kama lile lililotumika Japan, takriban watu 500,000 watauawa mara moja kutokana na janga hili, huku ndani ya siku chache idadi ya vifo itafika takriban milioni 1.5. Sasa haya ni madhara ya kudhaniwa ya bomu la nyuklia la kilotani 15 tu, lakini katika enzi ya sasa, ikiwa bomu la nyuklia litatumiwa, nguvu yake itakuwa angalau megatani 1, na megatani 1 ina kilotani 1000. Hebu fikiria, nini kitatokea ikiwa bomu la nyuklia la sasa litaangushwa na Marekani huko Tehran? Al Bashir TV, dunia na Afrika kwa lugha yetu.